Serikali imeahidi kugharamia majeneza 5 pamoja na usafiri wa mazishi ya watu 5 wa familia moja waliofariki baada ya mtumbwi waliokuwa wakiusafiria kupinduka katika bwawa la Nyumba ya Mungu wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro. Mkuu wa wilaya ya Moshi Godfrey Mzava ametoa ahadi hiyo baada ya kufika kijiji cha Chemchem kata Arusha chini wilayani Moshi kutoa pole kwa familia iliyopoteza ndugu zao katika ajali hiyo iliyotokea Julai 23 mwaka huu. Ajali hiyo ilitokea wakati waumini wa kanisa la Tanzania Assemblies of God yani TAG lililoko kijiji cha Chemchem kata Arusha chini walipokuwa wakielekea kitongoji cha Mikocheni B wakielekea kanisani kuhudhuria kongamano la idara ya wanawake wa kanisa hilo. Katika ajali hiyo watu 5 walipoteza maisha wakiwamo wanawake 2 na watoto 3 wa familia moja. Marehemu waliotambuliwa ni Maria Andrea, Justina Lazaro, Raima Andrea, Happy Andrea na Kelvin Andrea. Akizungumza wakati wa kutoa pole, mkuu wa wilaya Moshi Godfrey Mzava amesema serikali imeguswa na tukio hilo na imeamua kubeba gharama za maandalizi ya mazishi. Tutaorganize usafiri, lakini pia serikali itabeba jambo lile la majeneza yote 5. Kwa usafiri na majeneza serikali itafanya kama sehemu pia ya faraja na namna ambavyo tumeguswa kwa msiba huu ambao mwenzetu umewakuta. Mbali na msaada huo, Mzava amewataka wananchi wanaoishi maeneo yanayozunguka bwawa la Nyumba ya Mungu kuwa waangalifu, akisema hali ya upepo na kina cha maji bado inaweza kuhatarisha usalama wao. Katika kipindi hiki ambacho mvua zimepungua, lakini bado kina cha maji kipo juu sana na hali ya upepo ni mkali sana kule ziwani. Tupunguze shughuli za kulikaribia bwawa lile kwa sababu hali inaweza ikabadilika wakati wowote. Hata wale wavuvi ambao mnaendelea na shughuli za uvuvi katika bwawa lile, twende, sababu ni shughuli za kiuchumi, lakini tuwe na tahadhari kubwa sana. Na wale wengine kama hakuna ulazima kabisa, basi katika kipindi hiki ambacho bwawa bado limejaa sana, tusende kufanya shughuli zozote kule za kijamii ama shughuli za kiuchumi. Kwa upande wake, msemaji wa familia hiyo Mzee Lawrence Ngonyani amesema ujio wa viongozi hao umetoa faraja kwa familia na wananchi wa kijiji hicho. Sijawahi wala sijasikia mkuu wa wilaya pamoja na mbunge wake na mkurugenzi wakifuatana kwenda kutoa pole kwa wananchi wao. Leo ni tukio la kwanza kabisa katika kijiji chetu. Mimi binafsi nishukuru na nimefarajiwa sana pamoja na familia nzima iliyokumbwa na janga hili. Mwali wangu akiwa na watoto 4 walikuwa wanaenda kwenye semina ya kidini huko. Sasa walipanda boti kufika njiani, labda Mungu hakupenda au namna gani, boti sijui ilipinduka namna gani. Mwali wangu akiwa na mdogo wake ambaye pamoja na watoto wao walipoteza maisha. Naye mbunge wa Moshi Vijijini Morris Makoi amesema ataungana na familia katika maandalizi ya mazishi kwa kutoa msaada wa mahitaji mbalimbali. Nataka niungane na serikali mzee, tuchangie hapa maji kama katoni 50, alafu tuchangie mafuta kama lita 20, tuchangie mchele kama kilo 50 na tuchangie soda kama crate kama 10-20. Lakini pia nimeongea na mheshimiwa diwani, amesema niwape salamu za pole kutoka kwake. Alikuwa huko Kolombero anahangaika na masuala yake ya kazi, yuko njiani anakuja, na mwenyewe amesema nimsaidie kusema kwamba atachangia kilo 30 za mchele. Mazishi ya marehemu hao yanatarajiwa kufanyika Jumatatu ya Julai 27 mwaka huu, huku serikali ikiendelea kutoa wito kwa wananchi kuchukua tahadhari wanapofanya shughuli zao katika bwawa la Nyumba ya Mungu kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Kilimanjaro, mimi ni Jesse Tunuka wa Mwananchi Digital.